Makamu wa Rais Emmanuel Nchimbi hatimaye azungumzia suala la Tundu Antipas Lissu kukaa gerezani kwa zaidi ya mwaka mmoja huku kesi yake ikiendelea kwa muda mrefu usio wa kawaida. Emmanuel Nchimbi anadaiwa kuzungumzia sababu ambazo zimepelekea kesi ya Tundu Lissu ya uhaini kutokamilika haraka. Vilevile ameweka wazi suluhisho moja tu litakalozuia jambo kama hili la Tundu Lissu kutotokea tena nchini Tanzania, na vilevile kauli ya mwisho aliyoitoa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi inadaiwa kushangaza wengi sasa. Kabla tusonge mbele, mtazamaji, nimegundua wengi wenu mnasikiliza habari na taarifa kabla ya kulike video na kusubscribe. Hivyo basi, kama ni mara yako ya kwanza kukutana na YouTube channel hii yetu ya Habari Tanzania, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya notification ama alama ya kengele chini ya video hii. Ukifanya hivyo, tusonge mbele. Makamu wa rais wa Tanzania amezungumza hadharani kwa mara ya kwanza kuhusu sababu ya Tundu Lissu, kiongozi wa upinzani Chadema, kuendelea kuwa gerezani, akitoa maelezo ambayo hayalengi maelezo mahususi ya kesi inayomkabili bali anaangazia kile anachokitaja kuwa ni kasoro pana katika mfumo wa kisheria na kikatiba wa nchi. Daktari Emmanuel Nchimbi alidaiwa kusema kuwa kuendelea kushikiliwa kwa Tundu Lissu kunatokana na mfumo wa kisheria na kikatiba ambao kwa mtazamo wake Emmanuel Nchimbi unaruhusu kuchelewesha kwa haki na kuwapa baadhi ya viongozi fursa ya kujiona wako juu ya sheria badala ya kuwajibishwa kama raia wa kawaida. Hii ni kauli ya kipekee kutoka kwa makamu wa rais ambayo anadaiwa aliizungumza hivi majuzi, na ni mara ya kwanza kwa Nchimbi kuzungumzia swali la kwa nini Lissu anaendelea kuwa gerezani zaidi ya mwaka mmoja tangu kukamatwa kwake. Nchimbi alifafanua msimamo huo akisema tatizo la kucheleweshwa kwa haki linatokana na mapungufu ndani ya mfumo wa sasa wa kisheria na kikatiba, ambapo sasa amewataka raia na wananchi wa Tanzania kupigania katiba mpya itakayodumu kwa zaidi ya miaka 50. Alisema mfumo huo unahitaji marekebisho makubwa ili kuhakikisha haki inatolewa kwa wakati kwa kila mtu bila kujali hadhi ya kisiasa au kijamii. Hakutaja vifungu mahususi wala kesi maalum zaidi ya hoja ya jumla aliyokuwa akiitoa. Inadaiwa Nchimbi aliendelea kuelezea kile anachokiona kuwa suluhisho la kudumu. Alisema katiba mpya ingehakikisha usawa mbele ya sheria, kulinda haki za raia na kuimarisha misingi ya demokrasia nchini. Alidaiwa kuelezea mabadiliko ya katiba kama njia pekee ya kutatua yale aliyoyaita matatizo ya kimfumo yanayoathiri utoaji wa haki nchini Tanzania kwa sasa. Inadaiwa hata hivyo, Nchimbi hakutaja ni vifungu vipi vya mfumo wa sasa wa kisheria au kikatiba anavyoamini vinachangia kucheleweshwa kwa haki, na hakuweka wazi kama alikuwa akizungumzia kesi ya Tundu Lissu au la, au kesi hiyo ya Lissu ya uhaini mahususi au mfumo wa haki kwa ujumla, huku kesi ya Lissu ikitumika kama mfano na wachambuzi ambao sasa wanadai Emmanuel Nchimbi alizungumzia kesi hiyo ya Tundu Lissu ilhali Nchimbi hakumtaja Lissu. Ukosefu wa uwazi umetoa nafasi ya tafsiri mbalimbali kuhusu kile hasa alichokusudia kukifikisha kwa umma. Kesi ya Lissu ndiyo msingi wa moja kwa moja wa kauli za Nchimbi. Alikamatwa na amekuwa akishikiliwa katika gereza la Ukonga tangu wakati huo, akikabiliwa na shtaka la uhaini ambalo kwa mujibu wa sheria za Tanzania lina adhabu ya lazima ya kifo iwapo atapatikana na hatia. Kwa sasa Tundu Lissu amekuwa mahabusu kwa zaidi ya miezi 14. Kukamatwa kwake kulikuja baada ya miaka mingi ya kampeni za umma za kutaka marekebisho ya katiba na uchaguzi, ikiwa ni pamoja na wito wa mabadiliko katika namna uchaguzi unavyoendeshwa na kusimamiwa, akiweza kuzalisha kauli mbiu ya no reform no election, yani hakuna mageuzi hakuna uchaguzi. Timu yake ya wanasheria hata hivyo imeendelea kupinga mashtaka hayo kadiri kesi hiyo inavyoendelea mahakamani, na kesi hiyo imevutia hisia za wadau wa masuala ya kisheria wanaofuatilia viwango vya kufuata taratibu sahihi za kisheria katika kesi zenye uzito wa kisiasa. Kauli hizi zinazodaiwa za Nchimbi ambazo zimetafsiriwa na wachambuzi kumlenga Tundu Lissu hazijadili shtaka lenyewe la uhaini wala hazitoi dalili yoyote ya muda wa jinsi au lini kesi kama hii ya Tundu Lissu inaweza kuhitimishwa. Badala yake zinahusisha muda mrefu wa kuzuiliwa kwake na changamoto za kimfumo ndani ya mfumo wa haki.
badala ya ukweli mahususi unaounda msingi wa mashtaka hayo. Mtazamo huo tofauti umevutia hisia za wachambuzi wa masuala ya kisiasa kwa sehemu, kwa sababu ni mara ya kwanza kwa kiongozi mwandamizi wa serikali kutafsiriwa na wachambuzi kwamba alihusisha kesi ya Lissu moja kwa moja na ajenda pana ya marekebisho ya katiba, badala ya kuchukulia mambo hayo mawili kama masuala tofauti yasiyohusiana. Inadaiwa matamshi ya Nchimbi yanaongeza uzito kwenye mjadala mpana nchini Tanzania ambao umekuwa ukishika kasi kwa wiki kadhaa kuhusu uhusiano uliopo kati ya marekebisho ya katiba na kesi za kisiasa zinazoendelea mahakamani. Wadau mbalimbali wa siasa na sheria wameendelea kutoa maoni yao kuhusu uhusiano huo katika siku za hivi karibuni, na kauli zinazodaiwa kuzungumzwa na Nchimbi huenda zikawa sehemu ya mazungumzo hayo yanayoendelea, hasa ikizingatiwa jinsi alivyozungumzia hali ya kesi kama hii ya Lissu kwa undani na uhalisia mahususi. Hapo awali, makamu wa rais alielezea mkwamo uliopo kati ya CCM ama mvutano uliopo kati ya CCM na chama cha upinzani Chadema kama jambo lisilo na tija na jambo lisilo na maana. Makamu mwenyekiti wa CCM Stephen Wasira vilevile hivi majuzi amemtaja Tundu Lissu kama rafiki yake wa karibu sana na kutambua umahiri wa Lissu katika kujitetea kisheria wakati wa mwenendo wa kesi hiyo. Upande mwingine, waziri wa zamani wa ardhi nchini chini ya utawala wa CCM Anna Tibaijuka vilevile awali ametumia dhana ya maridhiano ya mageuzi ya Rais Samia Suluhu Hassan inayojulikana zaidi kama Foaraz katika kutoa wito wa kuachiwa huru kwa Tundu Lissu. Kauli zinazodaiwa pia za hivi karibuni za Emmanuel Nchimbi zinaendeleza mwelekeo huo huo, safari hii kwa kutoa maelezo ya kimfumo kuhusu sababu za kesi kama za Tundu Lissu kuendelea kuzuiliwa, kumtaja Lissu moja kwa moja badala ya kutoa wito wa moja kwa moja wa kuachiwa kwake. Wakati huo huo, maelezo ya Nchimbi yanaacha maswali kadhaa bila majibu. Inadaiwa hakusema kama anaamini shtaka la uhaini dhidi ya Tundu Lissu au watu wengine ni sahihi au la, wala hakuashiria kama serikali yake ina mpango wa kuchukua hatua yoyote mahususi kuhusiana na kesi kama hizi za Tundu Lissu. Matamshi yake yanadaiwa yanaeleza tatizo la kimfumo bila kupendekeza suluhisho mahususi zaidi ya wito mpana wa marekebisho ya katiba ambao amekuwa akiutoa katika matukio mengine ya hadhara hivi karibuni, ikiwemo katika mkutano wa muungano wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC mapema wiki hii. Baraza la vijana la Chadema Bavicha hapo awali pia limeshinikiza serikali ya Samia kuhusu masuala yanayohusiana na hayo na katiba mpya. Katika taarifa iliyotolewa hivi juzi kufuatia kauli za awali za Emmanuel Nchimbi akitaka kufanyika kwa marekebisho ya katiba, Bavicha ilihoji ni kwa namna gani wananchi wanatarajiwa kuunga mkono lengo hilo wakati Tundu Lissu akiendelea kushikiliwa gerezani kwa tuhuma zinazohusiana na marekebisho hayo ambayo makamu wa rais anayazungumzia. Taarifa hiyo ya chama pia iligusia kesi zinazowakabili viongozi kadhaa wa wanafunzi wa Chaso ndani ya Chadema waliokamatwa kabla ya maandamano yaliyopangwa tarehe 7 Julai, pamoja na kesi ya mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma Daktari Melkisedeki Kaijage anayekabiliwa na mashtaka ya ugaidi baada ya kudaiwa kuwaambia wanafunzi kuwa kufanya maandamano ni haki ya kikatiba. Pia bado haijafahamika wazi jinsi Lissu mwenyewe au jopo lake la wanasheria watakavyojibu kauli zinazodaiwa kutolewa na makamu wa rais. Lissu ametumia fursa za kufika mahakamani hapo awali kuzungumza hadharani kuhusu mazingira ya kuzuiliwa kwake na asili ya mashtaka yanayomkabili, huku utetezi wake ukiendelea katika hatua mbalimbali za kesi hiyo. Bado haijaelezwa iwapo atazungumzia moja kwa moja kauli zinazodaiwa kuzungumzwa na makamu wa rais akifika mahakamani hapo baadaye au kupitia taarifa kwa umma. Mtazamaji, tutaendelea kufuatilia habari hii na kutoa taarifa kuhusu hatua yoyote mpya itakayojitokeza au jibu la Chadema na Tundu Lissu, ikiwa ni pamoja na majibu kutoka kwa maafisa wengine wa serikali au kutoka kwa jopo la wanasheria la Tundu Lissu. Kumbuka kulike video hii, subscribe, alafu maoni yako ni muhimu. Nijuze mtazamo au maoni yako upande wa comment. Like video hii alafu subscribe.